Hii issue bwana, kwanza ni kitu kikubwa sana kwa Pacome na ni kitu kikubwa sana kwa Young Africans as well as ni kitu kikubwa sana kwa mpira wa Tanzania. Wajua Pacome kwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaiwakilisha the Elephant, timu ya taifa ya Ivory Coast kwenye mchezo wa kufuzu World Cup ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu kuna wachezaji wengi wa Ivory Coast ambao wana uraia wa Ivory Coast, wana uwezo pengine mkubwa kuliko Pacome, lakini hawajaitwa. Kwa hiyo ni heshima kwa Pacome. Lakini ni mchezaji ambaye for the time being ni ambassador wa ligi yetu, kwa sababu anaenda kuwa mchezaji wa pekee yake katikati ya wachezaji kutoka bara la Ulaya ambao wana profile kubwa kuliko yeye. Sasa hii ni ujumbe tosha kwamba ligi yetu inazidi kuimprove. That's why unaweza kumkuta Pacome Zouzoua katikati ya wachezaji kutoka Manchester United, kutokea RB Leipzig, kutokea timu kama Nottingham Forest, kutokea Sunderland. Sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana ambacho sisi wadau wa mpira tunapaswa kujipongeza, kwa sababu tuko kwenye industry ambayo iko kwenye mikono salama, ipo kwenye right track ambayo inatufanya tuamini kwamba ipo siku. Inaweza isiwe leo, isiwe kesho kutwa, lakini one day yes, piece it out na tutakuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanaheshimika kwenye mpira wa miguu. Ni issue tu ya kuwa serious na kuwekeza kwenye proper channels ambazo zinaweza zikatufanya na sisi tukafika pale ambapo tunapokusudia. Lakini kuna sehemu niliona na kusikia watu wanasema huu ni mtego kwa Young Africans. Inaweza ikawa kama ile ya Pape Othman Sako ambaye aliitwa timu ya taifa ya Senegal, kumbe ilikuwa ni alert ya kwamba now it's time for that guy to leave from Simba Sports Club kwenda huko ambako alikoenda. Sasa inaweza ikawa tena namna hii kwa Pacome Zouzoua. This is second time anaitwa kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephants, lakini this time watu waangalie kwa jicho pevu, kwa sababu muda kwanza wa Pacome Zouzoua unasogea. Umri wake, he is going to be 29 kwenye umri hapo, lakini bado ni mchezaji ambaye anaonekana kuwa na uwezo mzuri. Anaweza kacheza kwenye competitive league kama South Africa, Tunisia, Misri na some countries za Europe, hasa Europe Mashariki. Anaweza akaenda akacheza na akafanya vizuri tu. Kwa hiyo kitendo cha kuitwa timu ya taifa inaweza kuwa pia ni mtego. Mtu katego kwamba huyu ni national team material. Kwa hiyo inaweza kufanyika hata janja yote ile akaitwa timu ya taifa, ili watu ambao wameshaaminishwa kwamba huyu ni national team material waamini kwenye kufuzu dhidi ya Shelisheli. Tena alianza kwenye timu ambayo ina Ahmadi Diallo kutokea Manchester United, ina watu kama kina Adingra, halafu na yeye ameitwa. Kuna kitu ambacho maybe tunapaswa kujiridhisha zaidi. Kwa hiyo ikawa ni alert kwa watu ambao wanamfuatilia maybe Pacome Zouzoua. Kwa hiyo wakati baadhi ya mashabiki wa Yanga wanadhani ni sehemu ya kuwaoga mashabiki wa Simba kwamba mchezaji wao ameitwa kwenye timu kubwa ya taifa, mabingwa watetezi wa AFCON, lakini at the same time they have to know kwamba inawezekana ni njia nyingine ya mchezaji wao kuondoka. Kwa hiyo Young Africans, they have to pay attention na wawe karibu sana na kufuatilia nyendo za Pacome Zouzoua, kama bado wana dhamira ya kuendelea kumkeep kwenye kikosi chao. Lakini kama wanaona it's enough, tunaweza tukapata mtu mwingine ambaye ana ubora mzuri, wanaweza akaacha, then maisha yakaendelea, kwa sababu Pacome Zouzoua Yanga sio baba yake, sio mama yake. At any time